kwanza kabisa ninawaomba Watanzania wote ambao wanatembelea maonyesho ya Sabasaba kutembelea banda la ofisi ya Waziri Mkuu. Na banda la ofisi ya Waziri Mkuu ni banda jumuishi ambalo linajumuisha ofisi zote tatu katika ofisi ya Waziri Mkuu. Yaani ofisi ya kwanza ya Sera, Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu. Ofisi ya pili ni ya Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, na ofisi ya tatu ni ya Kazi, Ajira na Mahusiano. Katika mabanda haya nimeona hawatoi tu maelezo ya shughuli ambazo zinafanywa na ofisi ya Waziri Mkuu, lakini pia wanasikiliza changamoto za watu mbalimbali katika maeneo mbalimbali na kutoa ushauri na changamoto nyingine kuweza kuzitatua. Kwa hiyo niwahamasisha wananchi ambao wana changamoto au wana matatizo ambao wanadhani yanahitaji kupata ufumbuzi, basi pia watembelee banda la ofisi ya Waziri Mkuu kwa upande wa Sera, Bunge na Uratibu ili kuweza kupata huduma hizo. Kwa upande wa TAMISEMI, moja ya mambo ambayo nimeona ni vijana wengi ambao wamemaliza kidato cha 4 na wamechaguliwa kwenda kidato cha 5 katika tahasusi au kwa Kiingereza combination ambazo wanadhani hazikuwa sahihi, ingawa wao walizichagua. Nao pia wamekuwa wanafika pale na kupewa ushauri na wengine kusaidiwa kuona ni jinsi gani wanaweza kwenda katika tahasusi ambazo wanadhani watafanya vizuri zaidi. Lakini nilipokuja kwenye banda la Kazi, Ajira na Mahusiano, pia tumeweza kuikuta mifuko yote ya hifadhi ya jamii wa PSSSPF lakini na NSSF ambao nao pia wanatoa ushauri kwa watu ambao wamestaafu na watu ambao hawajastaafu na wanaokaribia kustaafu, lakini pia mambo mbalimbali yaliyo muhimu. Kwa mara ya kwanza banda hili jumuishi sasa limehusisha ofisi zote chini ya Waziri Mkuu, na kazi kubwa ya ofisi ya Waziri Mkuu ambaye ndio msimamizi mkuu wa utendaji wa shughuli za serikali ni kuhakikisha kwamba serikali inawafikia wananchi, sio tu katika kutoa huduma za afya, elimu, barabara, umeme vijijini na mambo mengine, lakini pia kuhakikisha kwamba wananchi wote wenye changamoto na kero zao zinatatuliwa. Lakini mwaka huu maonyesho haya yanaanza wakati tumeanza dira ya mwaka 2050. Kwa hiyo ni maonyesho aina yake, na ndio maana ofisi ya Waziri Mkuu imelichukulia swala hili kuwa ni swala muhimu sana, kwa sababu ndio maonyesho ya kwanza ya biashara katika utekelezaji wa dira ya 2050, ambapo katika mambo mbalimbali yaliyomo mle ni pia kuwezesha Tanzania kiuchumi, kijamii na kuhakikisha kwamba Watanzania wanaishi maisha bora. Kwa hiyo na tumeona jitihada kubwa ambazo zimefanywa na serikali ya awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan katika sekta mbalimbali ambazo ofisi ya Waziri Mkuu inasimamia, iwe ni elimu ya msingi, iwe ni elimu ya sekondari, iwe ni barabara vijijini na mijini yani TARURA, iwe ni hifadhi za jamii na mambo yote hayo. Kwa mimi nitoe wito kwa Watanzania wote kutembelea banda hili la maonesho la ofisi ya Waziri Mkuu, sio tu kuona yanayoonyeshwa, lakini pia kupata elimu na kutatuliwa changamoto zao. Tumeona mambo mbalimbali, ikiwa hata kwa wafanyabiashara wanaweza wakafika wakaona mambo ya wafanyabiashara chini ya Baraza la Biashara la Taifa, lakini wale wanaotafuta mikopo na uwekezaji chini ya tume ya Baraza la Mikopo na Uwekezaji Kiuchumi. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana katika banda hili la ofisi ya Waziri Mkuu ambao ni vyema wananchi wakayafahamu, lakini kubwa kuliko yote, banda hili limeonyesha ni hatua gani kubwa tumeipiga katika maendeleo katika nchi yetu. Tumepiga maendeleo makubwa sana katika mambo ya elimu, afya, maji, barabara, miundombinu, hifadhi ya jamii, lakini pia inaonyesha ni wapi tunakwenda katika miaka 50 ijayo kama ambavyo dira ya 2050 imeelekeza.